Katika kipindi ambacho dunia inaendelea kukumbwa na milipuko ya magonjwa yanayoibuka na kurejea mara kwa mara, ulinzi wa afya ya jamii hauwezi tena kutegemea makadirio au maamuzi ya dharura. Unahitaji ushahidi thabiti wa kisayansi, tafiti sahihi na sera zinazoongozwa na maarifa. Tarehe 8 Januari 2026, Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR iliyokutanisha watafiti, watunga sera na watoa maamuzi wa sekta ya afya kujenga daraja kati ya sayansi na maamuzi kwa lengo la kuimarisha maandalizi, kinga na mwitikio wa tafiti dhidi ya milipuko ya magonjwa. Dr. Ahmed Mohamed Makuani, mkurugenzi wa huduma ya afya ya uzazi, magonjwa ya wanawake na watoto kutoka Wizara ya Afya, ambaye alikuwa mgeni rasmi akimwakilisha mganga mkuu wa serikali, anaweka bayana umuhimu wa shahidi za kisayansi katika kuimarisha mifumo ya afya. Unapotumia ushahidi na kuweza kuweka pamoja, unakusaidia kama nchi kujua ni vitu gani hasa ukivifanya kwa uhakika kwenye afua mbalimbali zitaweza kufanya vizuri na kwa gharama nafuu. Unapofanya mambo bila ushahidi, changamoto yake kubwa, unaweza ukashughulikia kitu ambacho unaweza kukuta mwisho wa siku ushahidi umeona hakina faida, kwa hiyo ukapoteza fedha zako bila kupata faida ambayo jamii ilikuwa inaitarajia. Kwa hiyo hiki ni kikao muhimu sana kwa Tanzania, kwa sababu sasa kwanza tunaanza kutumia shahidi mbalimbali ambazo zimekusanywa hapa nchini badala ya kutegemea ushahidi kutoka nchi zingine za mbali ambao mazingira yake ni tofauti na ya kwetu. Kwa hiyo kwa kulijua hilo, wizara kwa kutumia taasisi yake ya NIMR imeamua sasa kuiwezesha zaidi katika kuweza kuchukua tafiti zote na kuziweka pamoja na kutoa majibu mbalimbali yanayohusiana katika kushughulikia changamoto za afya hapa nchini. Nguzo muhimu katika kujenga mifumo imara ya afya ya jamii ni kuwa na sera madhubuti zinazotokana na shahidi za kisayansi. Mkurugenzi mkuu wa NIMR, Profesa Said Aboud, anaeleza nia ya majadiliano hayo. Tumekutana hapa kwa ajili ya kujadiliana kwa pamoja matokeo muhimu ambayo tumeyapata kutokana na tafiti mbalimbali zilizofanyika kwa lengo sasa la kuwashirikisha watunga sera, wafanya maamuzi, watekelezaji na wadau mbalimbali. Mwisho wa siku, mkishafanya policy dialogue, yani majadiliano kuhusiana na matokeo ambayo yanaweza kushawishi aidha mabadiliko ya sera au utungaji wa sera mpya, basi mnakuwa na mwafaka, na hivyo inasababisha au inachechemua kwamba yale matokeo ya utafiti yaliyopatikana yanakuwa sasa yanatumika, yanaleta tofauti katika utungaji wa sera au kubadilisha sera au hata kuboresha huduma za afya ambazo zinatolewa nchini. Mkutano huo umetoa fursa muhimu ya kutathmini hatari za milipuko na kuimarisha mbinu za kitaifa za kukabiliana na magonjwa mbalimbali ya mlipuko. Washiriki katika mkutano huo wanabainisha yaliyojiri. Kwa hiyo tunajadiliana pamoja kuweza kuona matokeo ya tafiti hayo namna gani yanaweza yakawezesha au yakasaidia katika kuboresha maandiko yetu mbalimbali yanayogusa jamii katika masuala ya elimu, sayansi na teknolojia. Na tunawapongeza taasisi ya NIMR kwa jitihada hizi za kuweza kufanya matokeo ya tafiti kuweza kutambuliwa kwa jamii ambayo inatakiwa iwe ndio walaji wa matokeo ya tafiti hasa. Na ni jambo zuri, linatakiwa kuwa endelevu kwa ajili ya kujenga uimara na uthabiti pia wa masuala tafiti na maendeleo nchini. Ni jambo zuri, tunapongeza sana. Asante. Nichukue fursa hii kwanza kuweza kupongeza sana NIMR kwa kuwa na kikao hichi ambao ni kikao muhimu sana ambacho lengo lake kubwa limekuwa ni kuchakata tafiti mbalimbali, kuja na maoni ambayo yanaweza kwenda kusaidia kuweza kuboresha sera au namna tunavyotekeleza mambo yetu. Na kwa kweli kikao cha leo kimekuwa ni kikao ambacho ni kizuri na tumejadili mambo mengi, ikiwa ni pamoja na masuala mazima ya usugu wa madawa ambalo ni changamoto kubwa sana ya kimataifa kwa sasa na nchini kwetu Tanzania, na tumekuja na mapendekezo ya kisera ambayo yanaweza kaenda kusaidia sana kuweza kupunguza usugu wa madawa.
ambao umekuwa ni changamoto kubwa katika nchi yetu. Na kwa kupitia mjadala huu tumeweza kuona namna gani ambavyo matokeo ya kitafiti yanaweza yakatumika katika kuboresha miongozo yetu katika kudhibiti milipuko, na hasa kabisa nia kubwa ni kuhakikisha kwamba tuna mpango kama preparedness plan, ili ikija ikitokea milipuko mingine hapo baadaye tuwe tumejiandaa vizuri. Na mikakati hii inaanzia kutoka katika kumanage magonjwa yenyewe mpaka katika jamii, kuangalia kupunguza athari za kijamii, ikiwepo mambo ya unyanyasaji, ikiwepo mambo ya kuhakikisha uwepo wa chakula, ikiwepo namna ya kufanya ugonjwa usiendelee kuenea. Kwa mkutano huu ni muhimu kwa sababu umeshirikisha wadau wengi, lakini pia na sisi matarajio yetu ni kwamba kuwafanya watafiti wa Tanzania kuzisambaza tafiti kwa wadau, lakini baada ya kusambaza wadau wazitumie inavyotakiwa, kwa sababu matokeo ya utafiti yako mengi yanaonekana, hasa maandiko, machapisho ambayo tumechapisha sisi watafiti, lakini gepu ile kuwepo ni kwamba machapisho yale na zile tafiti hazifaidishi jamii, lakini pia na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa upande wetu kule Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Katika mkutano huo, mapendekezo ya kisayansi yamepokelewa na tayari yanaangaliwa ili kuunganishwa katika mifumo ya sera za afya. Dr. Ernest Mazigo, mtafiti kutoka NIMR na mratibu wa mdahalo huo, anaeleza. Kwa sababu tulikuwa na Wizara ya Afya, tuna wizara kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, tulikuwa na Wizara ya Elimu. Kwa kweli majumuisho ni kwamba wameweza kupokea baadhi ya shauri, ikiwepo shauri ambazo zimelenga kuelekea Wizara ya Elimu na shauri zingine Wizara ya Afya, kwa ajili ya kuangalia namna ambavyo sasa tunaweza tukapata au wakachukua ule ushauri na kuangalia namna unavyoweza kuingizwa katika mifumo au katika utekelezaji wa sera. Kupitia majadiliano ya sera, NIMR inaendelea kusimamia jukumu lake kufanya sayansi iwe dira ya maamuzi na maamuzi yawe ngao ya afya kwa taifa.